Karibu tena kwenye Moyo wa Malezi, chaneli inayogusa maisha, familia na safari za matumaini. Kuna nyakati katika maisha ambapo mtu huomba, huamini, husubiri, lakini majibu huonekana kuchelewa. Kwa wanawake wengi wanaotamani kuwa mama, safari hiyo inaweza kujaa maswali, machozi, maumivu ya moyoni na wakati mwingine maneno ya kukatisha tamaa kutoka kwa jamii. Leo tunajifunza somo muhimu kupitia safari ya Wema Sepetu. Baada ya miaka mingi ya kusubiri na kupitia changamoto mbalimbali. Ujumbe wake unawakumbusha wanawake wengi kwamba kuchelewa sio kushindikana. Kuna nguvu kubwa katika imani, subira na kutokata tamaa. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia yako na kwa ajili ya jamii nzima. Karibu sasa tuende tukaangalie hoja moja baada ya nyingine, hoja ambayo inasema baada ya miaka ya kusubiri, Wema Sepetu atoa somo la imani na subira. Kama unataka kutupigia simu au unataka ushauri kutoka kwetu, una uwezo wa kutupigia simu kwa namba 0754579224. Karibu sasa tuanze kuchambua hizi hoja 6 za muhimu sana. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza, kuchelewa sio kushindikana. Watu wengi hufikiri kwamba ndoto inapochelewa kutimia basi imekufa. Lakini maisha yanatufundisha kuwa kila jambo lina wakati wake. Safari ya kusubiri inaweza kuwa ndefu, lakini haimaanishi kuwa mwisho wake hautafika. Mwanamke anapaswa kuendelea kuwa na matumaini hata pale ambapo mazingira yanaonekana kinyume. Hoja ya pili, imani hutoa nguvu ya kusonga mbele. Katika kipindi cha kusubiri, imani huwa nguzo muhimu. Imani humsaidia mtu kuamka kila siku akiwa na matumaini mapya. Hata wakati wa changamoto, imani humkumbusha kwamba bado kuna sababu ya kutabasamu na kuendelea kupambana. Wakristo wanaamini kwamba imani ni yale mambo ambayo hayapo lakini wewe unayafanya kuwa yapo. Hoja ya tatu, usiruhusu shinikizo la jamii likuvunje moyo. Wanawake wengi hupitia maumivu makubwa kutokana na maswali ya mara kwa mara kuhusu kupata watoto. Lakini thamani ya mwanamke haipimwi kwa hali yake ya uzazi. Kila mwanamke ana safari yake na hakuna anayepaswa kujihukumu kwa sababu ya matarajio ya watu wengine. Kwa hiyo watu wengine wasikutie pressure, endelea kusubiri. Hoja ya 4, subira ni sehemu ya mafanikio ya maisha. Mambo mengi mazuri maishani yanahitaji muda. Wakati mwingine Mungu hutumia kipindi cha kusubiri kutujenga kiakili, kihisia na kiroho. Subira hutufundisha uvumilivu na kutuandaa kwa hatua inayofuata katika maisha yetu. Hoja ya 5, endelea kujithamini hata ukiwa kwenye kipindi cha kusubiri. Usiruhusu ndoto ambayo bado haijatimia ikufanye usahau mafanikio mengine ulionayo. Jipende, jiheshimu na endelea kuishi maisha yako kwa furaha. Kusubiri jambo moja hakumaanishi maisha yote yasimame. Hivyo wakati ukiendelea kusubiri muujiza wako kutoka kwa Mungu, endelea kufanya mambo mengine. Hilo jambo ambalo unalisubiri litakuja tu kwa wakati wake. Wakati sahihi ukifika, utafurahi na utapokea. Hoja ya 6 na ya muhimu sana ni kwamba matumaini ni dawa ya moyo uliochoka. Wakati mwingine jambo pekee linalombakiza mtu ni matumaini. Matumaini humsaidia kuona mwanga hata gizani. Mwanamke anayesubiri kutimiza ndoto ya kuwa mama anapaswa kujua kwamba bado kuna kesho yake, uwezekano mpya na baraka mpya. Kama wewe ni mwanamke ambaye bado unasubiri kutimiza ndoto ya kuwa mama, ujumbe wa leo ni mmoja tu: usikate tamaa. Machozi yako yanaeleweka, maombi yako yanasikika, maumivu yako yana thamani na safari yako ina maana. Kumbuka, kuna watu wengi waliowahi kufikiri kuwa muda wao umepita, lakini baadaye wakashuhudia miujiza ambayo hawakuitarajia. Endelea kuamini, endelea kusubiri kwa matumaini, endelea kuwa na moyo wa shukrani.
kwa sababu wakati mwingine sura nzuri zaidi ya maisha huanza baada ya kipindi kirefu cha kusubiri. Kama umeguswa na ujumbe huu, usisahau kulike video hii, kushare na kusubscribe kwenye Moyo wa Malezi kwa simulizi zaidi za kutia moyo na kujenga familia zenye matumaini. Asante kwa kutazama na Mungu akubariki.